Radio. Kiufundi game ilikuwa ni namna gani? Samuel Rashid Wakanda Iringa Finest. Ilikuwa ni game ya vipindi viwili. Kwa namna ambavyo Simba ali approach kipindi cha kwanza, alitaka kumaliza game mapema, alikuja na aggression ya hali ya juu mno, lakini akakutana na la low block ambayo ilikuwa imeundwa na Stellenbosch. Kilichokuwa kinatokea kwenye kikosi cha Simba, akaanza kutumika Elie Mpanzu kwa sababu ni ball carrier. Yeye ana uwezo mzuri wa kupenetrate katikati ile mistari ya ulinzi ya Stellenbosch. Kwa hiyo alikuwa na drop chini kuanzia kwenye ule mstari wa katikati, ata receive mpira kwenye yale maeneo, halafu kutokana ubora wake wa kubeba mipira akawa na uwezo wa at least kuvunja mistari miwili mpaka mitatu ya Stellenbosch kujaribu kutengeneza nafasi. Lakini bad enough hakukuwa na mchezaji mwingine wa Simba Sports Club ambaye angeweza kuact kama backup ya Elie Mpanzu pale ambapo either Stellenbosch watablock njia za Elie Mpanzu, meaning labda angeongezeka mchezaji mwingine kwenye equation, labda Simba angekuwa at least na watu wawili mpaka watatu ambao wangeweza kufanya kitu kimoja kuhakikisha kwamba wanalifikia mara kwa mara lango la Stellenbosch. Na ndio maana kipindi cha kwanza kwa ukubwa zaidi, nafasi zote ambazo Simba lizitengeneza mpaka goli lilokuja kufungwa ni attempt ambazo zilifanywa kutokea nje ya boxi. Kwamba tujaribu, kwa sababu mstari wa mwisho wa Stellenbosch ni mgumu kufikika, tujaribu kupiga kutoka nje. Faida nyingine ambayo Stellenbosch wameipata, ambayo kwangu mimi naweza nikaiweka kama unpopular opinion, Stellenbosch alipata faida kubwa sana ya kucheza kwenye uwanja ambao mapana yake ni madogo. Meaning hawakuwa na eneo kubwa sana la kukaba. Kwa walichokufanya Stellenbosch, wakakaa wengi kwenye uso wa goli. Kwa Simba akipata mpira hata akiwa kwenye eneo la pembeni, hawezi kuunda shambulizi kutoka kwenye eneo la pembeni, kwa sababu akigeuka mita moja mbili tayari kuna mchezaji wa Stellenbosch. Meaning Simba wakawa pita tu eneo la katikati. Kwa Stellenbosch alichokuwa anafanya ni kwamba wakaenda wakamwekea ulinzi Steve Dese Mukwala ambaye labda ndiye angekuwa recipient wa ile mipira ambayo ingekuwa inaletwa na bwana Elie Mpanzu. Halafu alichofanya Jean Charles Ahoua, kwa aina yake ya uchezaji, pale ambapo anakutana na timu ambayo inacheza kwenye low block, mara nyingi anakuwa ni mchezaji ambaye yuko isolated. Kibu akaachwa kuwa free kwa sababu mara nyingi Simba alikuwa anajaribu kupita zaidi kwenye ule pande wa kushoto ambako ndiko alikokuwa Elie Mpanzu. Meaning mara zote ambazo alikuwa akikimbilia mstari wa mwisho wa ulinzi anajikuta either apige shuti ama aurudishe mpira kwenda pembeni, ambako pembeni shambulizi litaundwa tena kwa kurudisha mpira nyuma kwa Fabrice Luamba Ngoma. Kwa faida aliyoipata Stellenbosch ni hiyo, lakini kwa wingi wa attempts ambazo Simba alikuwa anazifanya kwa goli, lakini ilikuwa ni plan hiyo ya first half. Second half I think ni muda ambao Fadul Davis yawezekana akirudi kufanya postmortem ya hii mechi, kuna sehemu atatakiwa kufanya maboresho, sababu sikuona ulazima wa kwa nini Simba second half aliamua kuipoza game. Ulikuwa ukiangalia matukio mengi ya second half Simba akaamua kuipoza, na ndio maana Stellenbosch leo amepiga takriban pasi 220. Kipindi cha kwanza Stellenbosch amepiga pasi 80 pekee, lakini hizo nyingine zote zilizobaki amekuja kupiga kipindi cha pili, kwa sababu aliona kwamba nacheza na mpinzani ambaye amepoza mechi. Simba akaacha kufanya pressing, Simba akaacha kukimbia sana uwanjani. Mara nyingi walikuwa kipata wakaanza kupiga vitu tunazoziita passive passes. Passive passes ni pasi ambazo zina lengo la kutunza mpira zaidi kuliko kushambulia. Simba akaanza kukaa zaidi na mpira kwenye eneo la katikati, meaning Stellenbosch wakaanza kuenjoy kwa kaba Simba kwenye ile eneo. Na ndio maana kuna muda ulikuwa ukimwangalia Fabrice Luamba Ngoma, unaona mbona kama Ngoma anateseka sana kwenye midfield, kwa sababu muda wote mpira uko kwenye miguu yake. Stellenbosch ameshaona kwamba mtego wa kupora Simba mpira upo kwenye ile eneo la katikati, kwamba mpira ukishavuka kwenye ile eneo kwenda kwa Elie Mpanzu ilikuwa ni ngumu kidogo kumkaba, kwenda kwa Kibu Denis ilikuwa ni ngumu kidogo kumkaba. Kwa hiyo faida ambayo Stellenbosch walikuwa nayo second half ni kwamba wakaweka pressure kwenye eneo la katikati. Simba wanapoanza kupiga zile passive passes zao, Fabrice Kagoma wao wanaenda wanajaribu kuwapokonya Simba pale pale. Kuna baadhi ya matukio wakafanikiwa kuwapokonya Simba mpira, lakini tu kwa usahihi wa safu ya ulinzi ya Simba with anticipation ya goalkeeper Moussa Kamara, mara nyingi mashambulizi ya Stellenbosch yalikuwa yafiki mpaka mwisho. Na ndio maana si ajabu wamefanikiwa kupiga on target moja ambayo nayo ilikuwa ni slight touch, ambaye goalkeeper yote ile ana uwezo wa kuokota tu ule mpira. So ilikuwa ni plan ambayo kama Stellenbosch wangekuwa labda na threat kwenye safu ya ushambuliaji, inawezekana sasa hivi tungekuwa tunaongea mambo mengine hapa. Ila second half Simba baada ya kupoza game ikawapa ari ya kurudi kwenye mchezo Stellenbosch, ambao kwa muda mwingi alikuwa anacheza zaidi kwenye low block. Ila kutokana sana Simba kumruhusu kwamba na mimi napoza mpira, Stellenbosch akaona kumbe it is possible, ngoja nijaribu kuwapokonya. Ndio maana hata game inapoisha umiliki ulikuwa mkubwa second half. Maana wao walikuwa 51 kwa 49. Hiyo ni ball possession kwa upande wa second half, 49 kwa 51. Meaning Stellenbosch second half alikuwa invited, Simba
wamemuinvite kwamba njoo kama una uwezo wa kunifunga it's okay, lakini kwa ukubwa safu ya ulinzi ya Simba ikiongozwa na Hamza, kidogo anticipation yao na anticipation ya goalkeeper kidogo zilikuwa juu. Mwisho wa siku Stellenbosch wakajikuta wanapata ugumu kulifikia box la Simba, lakini so far I think ni game ambayo Simba alipaswa kuimaliza leo visiwani Zanzibar kwa aggregate kubwa sana. Because tunaongea hapa kwa takwimu zilizopo Simba amekosa big chances 6 big chances, yani achana zile nafasi ndogo ambazo labda ni cross and so on. Kuna big chances 6 ambazo kwa haraka kwa kuzikumbuka, kuna moja ya bwana Teba goalkeeper anafanya save, kuna nyingine ilikuwa ni ya Joshua Mutale and labda the biggest chance ambayo watu wengi wataikumbuka kwa muda mrefu ni attempt ya Jean Charles Ahoua. So I think Fadlu Davis kuna sehemu atatakiwa kuboresha kwenye postmortem yake, kuna sehemu atakuwa amechukua kitu cha kuboresha hasa kwenye namna ya kumaliza mchezo pale ambapo faida inakuwa kwenye mikono yako. Okay, anyway, ukienda kwenye takwimu, hili ni swala la jumla. Simba umetaja hapa kwamba amekosa nafasi 6 wakati Stellenbosch hakuwa na nafasi yoyote ambayo ungeizungumzia kwa yengo ya kikosi cha Simba Sports Club. Kwenye hizi nafasi 6, first half na second half, of course nakubaliana na wewe. Second half Simba takwimu nyingi zilimkataa. Nyingi sana. Kuanzia kwenye umiliki. First half Simba big chance amekosa 2. Second half amekosa 4. Kwa hiyo ukijumlisha naweza kuwa big chances 6. Okay, kwa hiyo ukijaribu kuangalia second half Stellenbosch alipiga pasi nyingi zaidi kuliko Simba Sports Club. Maana alikuwa na 33 dhidi ya pasi 126 za Simba. Of course. Sasa ukiangalia hizo ni za jumla. Za of course ile sahihi. Lakini za jumla zilikuwa kama 180 ambazo kwenye sahihi ndio ilikuwa 135. Ambao Simba walisema 126. Za jumla zilikuwa 167. Kwa mashuti ya jumla na kwa hizi takwimu ambazo tunazungumzia kwa wakati huu, mtu kamwambia Simba akapiga mashuti 21 lakini matokeo ni 1-0 dakika 90. Unamshawishi vipi mtu aamini kwamba Simba alikuwa na mashuti yote haya lakini tulikosa usahihi wa matendo? Ni game ilikuwa poor kwa upande wa Simba ama ni ubora wa Stellenbosch? Ndio ulivyomtizama Simba nje ya mambo ya kiufundi mengi ambayo ulizungumzia. Kipindi cha kwanza kwenye shots Simba alipiga shots 12 ambazo on targets zilikuwa ni 3. First half. Hiyo ni first half. Second half Simba amepiga shots on mashuti 9, on target yalikuwa ni 2. Kwa nini Simba alikuwa anapiga mashuti mengi kwenye mchezo wa leo? Ulikuwa ukiangalia ule mstari wa mwisho wa Stellenbosch ambao ulikuwa ukiongozwa leo na bwana Toure, ulikuwa unacheza almost kwenye ile penalty arc, ile dia box, kwamba watasimama pale kwa muda mrefu. Halafu viungo wao ambao walikuwa wanacheza juu yao kina Nduli, ulikuwa ukiangalia kwa namna moja au nyingine walikuwa hawachezi mbali na hawa watu. Mmoja ambaye alikuwa ni Kiba alikuwa ameenda kusimama na Jean Charles Ahoua. Nduli ndio akawa kidogo anajaribu kwenda kupunguza ile mikimbio ya Jean Charles ya Elim Panzo. Meaning sasa Elim Panzo alikuwa akimtoka Nduli akiangalia option ya pasi sahihi iko wapi. Fullback wa Simba Mohamed Hussein, labda leo hakuwa na mchezo mzuri kweli. Alikuwa mara nyingi ana delay kupanda kwa sababu kufika kwenye matukio kwa haraka. Meaning Elim Panzo option pekee aliyokuwa nayo isaidha akae na mpira aje apokonywe mguuni ama ajaribu kufanya attempt kutoka nje ya box. Na ndio maana kuna muda anajaribu kupunguza watu, atapata space atajaribu kustrike. Either iwe ni striking ambayo itaenda on target ama ni striking ambayo haitaenda on target. Lakini labda nilikuwa ni plan sahihi kwa muda ule kwa sababu unacheza na wapinzani ambao wako kwenye low block. Attempt kwa mfano ambayo ilimkuta Steve Desemukwala kipindi cha kwanza ni moja tu ambayo ilikuwa ni penetration pass ya Mohamed Hussein Zimbo. Kwa hiyo kuonyesha kwamba kina Toure walifanikiwa kumtoa kabisa Desemukwala kwenye equation ya mchezo wa leo. Zile movement alizokuwa anazifanya kwenda kulia kwenda kushoto zote zilikuwa hazina matunda kwa sababu muda wote Simba Sports Club ilikuwa inatembea zaidi kwenye mguu wa Elim Panzo. Meaning hata akiondoka kwenye eneo la katikati it means kwenye box anatoa option ya pasi kwa sababu Jean Charles alikimbili box, Kibu anacheza mbali ya box, huku fullback Kapombe anacheza hayupo kabisa kwenye box, fullback ya kushoto Mohamed Hussein hayupo kwenye box. Kwa hiyo kabidi Desemukwala licha kwamba anafanywa man to man marking abaki pale juu. Elim Panzo akija anamkuta Desemukwala yupo kwenye ulinzi wa watu. Kurisk kumpa pasi labda alikuwa anaona okay inaweza ikapotea. Kwa hiyo mwisho wa siku anajikuta anajaribu kufanya attempt. Kuna baadhi ya matukio ambayo Jean Charles anayapata naye kwenye incident hiyo kwamba okay ngoja nijaribu ku strike labda naweza nikatengeneza nafasi. Lakini kingine kilicho result haya magoli mengi ilikuwa ni kwamba kuna muda Simba alijaribu kwanza kudondosha mipira mingi kwenye box kwa mtindo wa cross. Labda Shomari Kapombe atadondosha cross, Mohamed Hussein atadondosha cross, ama Fabrice Wambangoma atajaribu kupiga mpira mrefu kudondokea kwenye box. Kwa zile second balls ambazo zilikuwa zinadondoka
moja kwa moja zilikuwa zinahitaji mtu ambaye anaweza akalink nazo apige moja kwa moja. Kuna moja ilimdondokia Mpanzu, kuna nyingine ilimdondokia Shomari Kapombe. Bahati mbaya hakukuwa na effort nzuri ya kulilenga lango, mwisho wa siku mipira mingi ikawa inaenda juu. Kapombe kuna moja ilikuwa kama acrobatic anaipiga. Baada ile acrobatic kuna moja second ball nyingine ilidondoka mguuni kwake aka strike na mguu wa kushoto ikapaa juu. Kwa hizo second balls zilizokuwa zinadondoka kwa wingi pia na zenyewe zilikosa tu mtu wa kulink nazo. Mwisho wa siku Simba akajikuta anafanya attempts nyingi ambazo bahati mbaya zote zilikuwa zinaenda juu ya lango. Okay, anyway. Ukijaribu kufuatilia vizuri kwenye comment za kocha siku ya jana, alikuwa anazungumzia issue nzima ya kuwa bora kwenye set piece, sometimes kwenye 1v1 labda wewe na goalkeeper. Hivi ni vitu ambavyo alikuwa anazungumzia. Maana yake shem study mpinzani, ubora ambao yupo nao na ni kiasi gani inabidi unufaike na zile mistake ambazo zitatokea. Mwalimu kaja kufanya mabadiliko. Dakika 74 kuna double sub pale zimfanyika kama nakumbuka vizuri. Valentino Noma na Joshua Mutale. Mwalimu alitizama nini kuwaingiza hao? Anamtoa Kip Dennis pamoja na Mohamed Hussein. Na walienda kufanya kile ambacho mwalimu alikuwa anakihitaji. Pia mwisho kule kama dakika 9 za mwisho, Dibra Fernandez na Leo Ateba. Chamua anatoka pamoja na Steven Mkwala. Sababu za Valentine pamoja na Joshua zenyewe zilikuwa zina lengo ya kuongeza ya kurejesha kasi kwenye timu ya Simba. Kwa sababu Simba alicheza bila kasi kipindi cha pili. Muda mwingi kama nilivyosema alikuwa anacheza passive passes zilikuwa zinapigwa zaidi eneo la katikati. Kwa hiyo walihitaji mtu ambaye ana uwezo mwingine wa kukimbia. Elimpanzo energy tayari ikawa imepungua, amesha run out game nzima, ameshakimbia mechi yote. Kwa hiyo tanki la Elimpanzo likawa limepungua. Kwa hiyo kanahitaji watu wengine ambao pale ambapo Simba atapata mpira kwenye nafasi ambazo Stellenbosch wataziacha, either wanakuja kumshambulia Simba, basi apatikane mtu ambaye ana uwezo wa kukimbia kwenye zile nafasi kwa haraka na mwisho wa siku either kuunda shambulizi ama kwenda kufunga moja kwa moja. Lakini kwa bahati mbaya sana wanavyoingia wale wakaikuta tempo nzima ya timu imeshashuka. Kwa hiyo wakajikuta na wao wanaingia kwenye mkumba ule ule. Ndio maana ulikuwa kimwangalia kuna mmoja Joshua Mutale akae inabidi naye atoke juu aje receive mpira huko chini kwa sababu juu mpira haiji. Kina Fabrice tayari wao washarudi kwenye tempo ya chini. Meaning inabidi na yeye naye drop kama alivyokuwa na drop Elimpanzo kipindi cha kwanza, ikamlazimu Joshua Mutale naye arudi chini sana kuchukua mipira. Which kule alikokuwa narudi ndiko alikokuwa idadi kubwa ya wachezaji wa Stellenbosch ambaye naye akana dondoka kwenye ule mtego wa pressing wa Stellenbosch. Kwamba utakuja chini kuchukua mpira kwa kina Fabrice sama kwa kina Yusuf, watakupress, watakupokonya mpira. Ndio maana si ajabu ulikokiangalia Joshua Mutale kwenye involvement ya kwenye box ni ile nafasi pekee ambayo aliipata ikaokolewa na defender kwenye 18. Lakini muda mwingi naye alikuwa anacheza mbali kwenye mashimo ili aje at least apate nafasi ya ku-link up safu yake ya kiungo cha chini pamoja na safu ya kiungo cha juu. So kwangu ni sababu ambazo zilikuwa zina intention nzuri, lakini zilikuja muda ambao either timu yote ishapoa. Kwa hiyo labda zingewahi zile substitution kina Fabrice Kaba hawajawa custom passe na plan ya kupoza mpira, labda Simba tungeona ikicharge kipindi cha pili. Lakini ilikuwa ni plan nzuri kwa sababu at that time kwa nini nasema Simba angeendelea ku pressurize Stellenbosch, labda angetengeneza nafasi nyingi na kufunga. Ule muda Stellenbosch alivyorudi second half tayari nguvu ya kukaba with aggression ilikuwa imepungua kwa sababu walianza kupata kadi za njano kama utakumbuka. Zile kadi za njano zikawa zinawafanya Stellenbosch wao attentive sana kwenda kwenye kukaba kwenye yale matukio. Kwa hiyo kanajikuta kwamba muda mwingi wakienda kukaba walikwenda kufanya shadow pressing, kwamba hebu nakuja tu kupress mpira na kupress tu kwenye njia, sikufiki mwilini. Mimi ungepata mtu ambaye anakimbia kwenye nafasi, it means ni lazima sasa ungeenda kumkaba huyu mtu mwilini. Meaning wangezidi kucheza fouls ambazo labda zingetengeneza nafasi nyingi clear kwa Simba, because threat ya leo ya Simba zimetoka kwenye fouls nyingi ambazo walikuwa wanazipata. Goli pia limetengenezwa kwa mtindo wa foul. Kwa hiyo labda Stellenbosch kwenye hizo attempts za Simba kulikimbilia box la Stellenbosch kwa muda mrefu ingeweza kutengeneza either kadi nyingine kwa Stellenbosch ambazo ingepunguza aggression yao kufunga, aggression yao kukaba, meaning Simba angepata wastani mzuri wa kulifikia boxi, kukutana na ile attentive marking ama attentive pressing kwa upande wa Stellenbosch, na mwisho wa siku wachezaji wake wengi wangejikuta wako free kutengeneza nafasi na kufunga. Dakika 35 na 37 hapa Kazie Golwil pamoja na Ibrahim Jabari hao ndio ambao walionya kwa kadi za njano, na walikuwa ni hao tu. Upande wa Simba alikuwa ni Valentino. Ukiangalia kadi za njano zimetoka kwa muundo ule kwamba mtu anakimbia na mpira anamshindwa kwa sababu Stellenbosch
Stellenbosch kiuhalisia wao ni techniques zaidi, wamejaliwa hizo techniques za kukaa zaidi na mpira, wana enjoy kukaa sana na mpira. Ukiwa press wao njoo wataachia mpira kwa haraka, wana enjoy hivyo. Lakini unapokuja sasa okay tukimbizane hapo utawashinda. Na ndio maana mfano mzuri ambao watu wengi wanaweza kukumbuka, ukirejea game ambayo Young Africans alicheza dhidi ya Marumo Gallants, matukio mengi ambayo Yanga alifunga magoli ni counter attacks. Kwamba ukitaka kubishana na watu wa South Africa kucheza mpira watakutoa ni shy because they are very talented, wana uwezo mzuri sana kukaa na mpira. It's the same as kwenda Ethiopia na ukataka kubishana nao kana mpira mguuni. Lakini ukiwaambia sasa mpira mguuni si unao, mimi nakimbia. Ukitaka kuanza kukimbia ndio yale ambayo, ndio maana nikakwambia leo ilikuwa ni game ya Mpanzo dhidi ya Stellenbosch, sababu Mpanzo anakimbia, uwezo kaenda kumkaba. Attempt hizo kwa nazifanya Kibu zio kwanza zionekana za maana ni zile ambazo Kibu alikuwa anakimbia. Lakini ukitaka kuanza kupasiana wao wataweza kufika, walikaa nyuma wengi, watakukaba tu vizuri. Lakini pale ambapo utasema sasa mimi nakuja tufukuzane, Stellenbosch asingekuwa na option ya kuwajibu Simba hasa kwenye hiyo mipira ya kukimbia. Twende kwenye matukio kwa kabla tujengie huko. Manake kwa tafasiri fupi. Kwenye open play Stellenbosch kuwafunga ilikuwa ni ngumu. Asilimia zaidi ya 100. Simba pia naye kufunga kwenye open play. Simba kumfunga kwenye open play ni ligi nzima. Yani tangu ligi ianze kumfunga Simba kwenye open play unatakiwa kustruggle. Yani mstari wao wa ulinzi ulivyo, hata alivyotoka, ndio maana hata alivyotoka Chamalon Fondo ameingia Chamu, ameadapt kwa haraka kwa sababu moja. Wanapata backup ya Yusuf Kagoma ambaye Yusuf hachezi mbali nao, anacheza karibu yao. It means ile defense line yao ya Simba iko kwenye mid block. Ni mara chache sana utawakuta Simba wanacheza high line. Wanacheza mid block kwa sababu wanajijua hawana kasi. Kwa hiyo kuumia kwa Chamalon kuingia kwa Chamu bado adaptation iko vizuri kwa sababu hiyo hawako mid block. Kagoma anawapa backup, ikitokea Simba anapigwa counter, mtu wa kwanza kwenda kudistort counter na kuaga Fabrice. Ikimpita Fabrice unamkuta Yusuf Kagoma. Ukija sasa unamkuta labda umewapita Fabrice umempita Yusuf, ndio unakutana na defense line ya Simba ambayo ipo kwenye mid block. Meaning umbali kutoka kwa Kamara mpaka walipo wa mabeki ni mdogo. Kamara ni sweeper, anacheza nje ya box. Kwa hiyo ukijaribu kupiga penetration pass wapite kina Hamza unakutana na Kamara. Angalia leo matukio ambayo Stellenbosch aliyapata hayo, kwamba anapiga penetration pass, Kamara yule pale anaenda na sweep mpira. Kwa hiyo unakuta kucheza na Simba kuwafungua kwenye plani yao ya ulinzi kazi ngumu. Kwa hiyo ndio maana nimeshawapa takwimu hapa na si mara moja wala mara mbili. Angalia magoli yaliyofungwa Simba msimu. Kama hawajakosea wao, basi mpinzani anatakiwa kuwa amefanya jambo kwa usahihi sana. Kagera ndo alijitahidi. Kagera na niliona hiyo issue walifunga open play. Game ya Kagera ambayo ndo kwa ukubwa ipo nyingine sijai kumbuka vizuri, lakini ipo game nyingine ambayo mpinzani ndio alifanya attempts kwa ukubwa kumfikia Simba, lakini game ambazo Simba amefungwa msimu Azam na Azam msimu na Azam Jibril na ile goli la pili pia, na ile goli la Zidane Serel. Kwamba unapiga mpira mpinzani sasa inabidi ufanye extra kwenda kuwafunga. Lakini kama hawatakosea wao kufanya mistake yoyote, either delay kwenye ulinzi bro, kuwafungua Simba kwenye open play utakesha. Na ndio maana angalia Yanga aliyofunga goli Simba alijifunga. Rejea goli zilizofungwa Simba kimataifa msimu zile, anza tu kimataifa. Game dhidi ya Sfaxien Chemalone anapiga pasi fupi goli. Game dhidi ya Constantine goli zilizofungwa zile walijifunga wao wenyewe. Game dhidi ya Fountain Gate walijifunga wao wenyewe. Kwa hiyo unajikuta game dhidi ya Yanga walijifunga wao wenyewe. Kwa hiyo kuwafungua Simba kwenye open play katika kitu ambacho Fadu wamefanya kwa ufasaha kabisa ni kutengeneza defense line ya Simba. Kwa comment hiyo sasa, kwa nini tusiamini mechi imeisha? Kama kuwafunga Simba kwenye open play ni ngumu, kwa nini tusiamini goli hili moja linatosha na wajiandae tu na set piece? Yani huu ni mtaji mzuri sana ambao Simba anaenda nao mechi inayofuata. Lakini ni mtaji ambao utatakiwa kuwekewa tahadhari. Kwa sababu katika kitu ambacho wamekionyesha Simba Sports Club, kama taruli kama alivyocheza second half leo kwenye game za away, kidogo Stellenbosch anaweza akavimba na kutengeneza at least hata nafasi moja, because bad enough ni kwamba unaweza kaenda away mpinzani akatengeneza set piece hiyo akufungi kwenye open play, akaja akakufunga kwenye set piece hizo hizo unafungwa wewe, either kwenye mkwaju wa penalty, either kwenye mkwaju wa corner, ama atapata free kick atakufunga kwenye hizo set play. Mwisho wa siku unajikuta tayari amelevel aggregate. So ni mtaji mzuri ambao umempa Simba leverage kwa ukubwa zaidi kwenda finali, kwa sababu pia tukiangalia Stellenbosch licha kwamba second half ali take over the game, lakini hajafanya attempt yote ya maana second half kumfuka either labda kumtesa Kamara afanye save and so on. So ni mtaji mzuri ambao kwangu unaweza kawapa advantage kwamba ameshajitengenezea mazingira ya yeye kwenda hatua ya finali. Kinachomata ni namna gani ataenda kuhold hiyo advantage yake aliyoipata with discipline ya kutotengeneza mazingira
ya wao kufanya makosa individual mistakes ama kutengeneza makosa kupitia hizo set piece ndogo ndogo ambazo watazipata ambazo zitamruhusu sasa Stellenbosch kutengeneza zile tunazoziita big chances, either ni mkwaju wa penalty ama free kick karibu na goli, because you never know, free kick karibu na goli inaweza kawa ndo attempt pekee kwenye mchezo na hiyo ikakuondoa kwenye mchezo, mwisho wa siku ukajikuta unaondoka. Okay, Juni 14 miaka 38 anakwenda kutimiza mwamuzi Jean-Jacques Ndala Ngambo. Tunaenda kwenye matukio. Goli la Simba first half, dakika zile za fidia. Jean Chazao anapiga ule mpira wa foul. Ni kweli lilihitaji VAR kama ambavyo walivyoweza kufanya, na maamuzi yaliyofanyika yalikuwa ni sahihi? Kwa mujibu wa sheria namba 11 ya mchezo wa mpira wa miguu, sheria ambayo hajatunga Wakanda, haijatunga East Africa Radio, sheria ambayo wala sio kipenga, sheria iliyotungwa na FIFA, inasimamiwa na IFAB. Yes. Inazungumzia offside, ambapo inasema kwamba mchezaji wa timu inayoshambulia atafaidika ama atatajwa kwamba yupo kwenye eneo la kuotea kama atakuwa mbele yake kuna mchezaji mmoja tu wa timu inayozuia. Naona? Ndio. Lakini kanuni mbele maelezo mengine yanasema kuna muda mchezaji ambaye anashambulia yawezekana hajagusa mpira lakini amefaidika ama ameifaidisha timu yake kwa uwepo wake kwenye eneo la kuotea, maana yake ndo kuingilia mchezo. Basi mchezaji huyo atapaswa kwa au mwamuzi atapaswa kutafsiri kwamba mchezaji huyo ameotea. Hivyo vipengele viwili. Kuna kingine? Viko vingi, lakini viko vingi. Katika hivyo viwili la Simba tutadili na hivi viwili. Okay, katika hivyo viwili tukio ambalo limetokea kwenye hili goli, unafikiri kuna kitu kina mechi kati ya hivi viwili? Vyote viwili? Yes. Cha kwanza ni nitarudi kwa mujibu wa video ambazo tumeziona zilizowekwa pale, na VAR mstari mwekundu uliochorwa kwenye VAR siku ya leo. Mstari mwekundu ule wa kwanza kabisa ambao